tutachagua majaji kutoka kila sehemu, kutoka katika nchi hizi, wanakaa pale Arusha. Tanzania tumepata bahati ya ajabu kwamba tuna mahakama ya Afrika makao yake makuu ni Arusha. Tuna mahakama ya Afrika Mashariki mahakama yake nini iko Arusha. Inatakiwa mtu ambaye umepewa heshima ya kukaa na vyombo muhimu kama hivi, tabia yako iwe ambayo aitiliwa hata mashaka, uwe msafi kama mke wa Kaisari. Lakini wenzetu naona kusarula ni sawa sawa. Wale wanaocheza ule mchezo wa mdundiko na nani sio wanasemaje, wengine wanasema nataka kumwaga radhi, huwa anasema huwa anatoa onyo kwamba naomba mnishike nini, nataka kumwaga radhi. Sasa wenzetu hata kuomba tuwashike wasimwage radhi hata wasemi. Matendo yaliyofanyika ndio hayo ambayo kwa kweli yameifedhesha, yameaibisha nchi yetu. Sasa tumesikia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana. Kama chama tumesikitika sana. Tumesikitika sana na hatukutegemea kauli kama hiyo ingetoka kwa rais wa nchi yetu. Kwa sababu hili ni taifa ambalo lilijinasibu kwa muda mrefu kwamba ni kinara wa haki, wa kulinda haki za binadamu, utawala wa sheria, na kwamba linapenda Waafrika waheshimike kwa utu wao, kwa maadili yao, kwa mienendo yao, na kwamba tutaheshimu haki za binadamu. Na sisi kwa mfano ibara ya 14 ambayo rais wetu aliapa vile vile ni sehemu ya ibara ambazo alisema atazilinda, inasema hivi. Vyema wakati mwingine tusaidie kufundisha watu. Tuliambiwa na serikali hii kwamba raia wa Tanzania wanahitaji elimu ya katiba ya miaka 3 ili wafahamu katiba hiyo. Mpaka leo hiyo serikali hii haijawahi kutuambia hiyo elimu itaanza lini. Lakini kama ambavyo Nyerere alimwambia Idi Amin, alimwambia Gaddafi kwamba amini aminiki, nadhani serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan haiaminiki. Sasa ibara ya 14 inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Katiba yetu sio tu kwamba inahakikisha ile haki yetu ya kuishi, bali inataka sisi kama jamii, kama wananchi, kulindana uhai wetu. Kwa hiyo utegemee katika serikali ambayo inaagizwa na katiba ya nchi yake kwamba ilinde uhai wa watu, itaweza kudogolesha uhai wa mtu, kwamba kufa ni kufa tu. Mwananchi mwenzetu ameshikwa kwenye gari, ametekwa, ameuawa, mwili wake umeonekana pale, huwezi ukasema kwamba kufa ni kufa tu. Ni jambo la kusononesha. Ni jambo ambalo linafanya sisi wote kama jamii tunataka tukasirike. Tuseme haiwezekani katika jina letu. Kama Watanzania hatuwezi kukubali kwamba mwenzetu maisha yake yapokwe kiuni kabisa, alafu ionekane kwamba ni sawa kama kuku amechinjwa. Mdude ametekwa, mpaka leo hii mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo wa mahusiano ya kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile ya maridhiano. Na katika mkutano huo pale Ikulu alisema kwamba ana jukumu la kuifungua nchi yetu. Ilikuwa imefungwa, milango ya mahusiano ilikuwa imefungwa. Ana jukumu, anafanya kazi ya kuifungua nchi yetu ili iweze kuchangamana na kuingiliana na kuaminika na mataifa mengine. Kwa vitendo hivi na kwa kauli ya jana ni kwamba tunaashiria kufunga milango yetu, kwamba sisi ni haki kukosoa wengine, lakini hatutaki kukosolewa. Au ikitokea moto kwa wengine hautuhusu tena. Tunataka kuwa watu ambao ni insular, na kwamba serikali yetu ina kibali cha kufanya yote kile na isikemewe na watu wasiangalie. Lakini napenda
kusema Chadema inavyosema ni kwamba taifa letu ni taifa ambalo linatakiwa kufuata utawala wa sheria. Katiba inasema hivyo. Serikali yetu, katiba yetu haijasema kwamba serikali haitakiwi kuheshimu haki za binadamu. Na vile vile ningependa kutoa somo jingine kwa watawala wetu hawa. Naomba wakasome ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu, lakini niwasaidie kuwasomea kwa hivi sasa. Lakini wale ambao wamejinasibu kwamba ni manguli wa sheria wako huko serikalini, waenda wakasome hii. Bahati nzuri hawakuandika hii. Kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyeko kule serikalini ambaye aliandika hii katiba. Sababu mzee Warioba ambaye aliandika katiba kwa sehemu kubwa yuko nje ya serikali. Nasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Katiba yetu nasema maisha ni matakatifu. Nchi yetu ni utawala wa sheria. Lazima tuifuate. Katika kesi ambayo juzi meizungumza, tulikuwa mahakama ya rufaa. Lakini kulikuwa na tamko limenukuu katika kesi ya Shamte ambayo Jaji Barnabas Sabata aliamua. Ule mwaka wa 86. Alisema lile wazo au dhana ya kufikiri kwamba rais yu juu ya sheria si kweli katika nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano, ambayo ni jamhuri. Ni kweli katika nchi ambazo za kifalme, mfalme yu juu ya sheria, lakini si Tanzania.